Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba akubaliana kwamba serikali ya Samia Suluhu inawateka watu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika hatua yenye uzito kisiasa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amemwagiza mkuu wa wilaya ya Muheza mkoani Tanga kuhakikisha wananchi wanaojitokeza kutoa malalamiko na kero zao wanapata kinga na ulinzi bila vitisho vya aina yoyote kutoka kwa mamlaka au vyombo vya usalama. Agizo hilo limeibuka katika jibu la malalamiko mazito yaliyowasilishwa na mwenyekiti wa kitongoji cha Machemba, jina ambalo linamfahamisha kiongozi mmoja Erasto, ambaye aliweka wazi changamoto za uhalifu na ukataji wa miti bila kibali ikajadiliwa mbele ya waziri mkuu mwenyewe. Maelekezo ya Daktari Nchemba yanaashiria msukumo wa kisiasa mkubwa juu ya haki ya wananchi na hali ya uwajibikaji ndani ya utawala wa mikoa ya wilaya. Kwa mujibu wa kauli ya Mwigulu Nchemba mbele ya umma, mkuu wa wilaya, watu wanaongea ibada wanaoongea inabidi muwalinde wasipate vitisho. Mtu akiongea sijione yuko matatani. Kauli hii imevutia hisia mchanganyiko ndani ya jamii na pia kuchochea mjadala mpana kuhusu nafasi ya wananchi kukosoa serikali bila uoga wa madhara. Hii inaashiria msukumo wa mabadiliko ya utawala ambayo Rais Samia Suluhu Hassan mwenyewe ameweka mbele kama msingi wa serikali yake katika kufuatilia malalamiko na kutatua matatizo ya kawaida ya wananchi. Kutokana na maneno yake mwenyewe, alikubaliana kwamba kumekuwa na utekaji na wale ambao wanasababisha utekaji huo ni jeshi la usalama ama walinda usalama katika serikali ya Samia Suluhu. Taarifa zinazoibuka katika mkoa wa Tanga ambazo zimesababisha msemo huu wa kisiasa wa waziri mkuu zinahusisha zaidi ya migogoro ya ardhi na kazi ya serikali ndani ya maeneo ya vijijini. Erasto ambaye ni kiongozi wa kitongoji ametaka serikali ikabiliane na vitisho na matisho yanayomkabili baada ya kufichua ukataji wa miti na mivule bila kibali, jambo ambalo limeibua maswali kuhusu uwajibikaji wa mamlaka za wilaya. Na hii si mara ya kwanza kwa wananchi wa wilaya hii kushindwa kupata huduma ya haki wakati wanaposema ukweli, na matukio kama haya hufufua maswali kuhusu ulinzi wa haki za mwananchi chini ya utawala wa CCM. Kutokana na hilo, waziri mkuu amesisitiza kuwa serikali imetumwa kuwasikiliza wananchi na sio kulinda wasiozungumza, bali kulinda wale wanaotoa malalamiko halali. Kauli yake inaangazia umuhimu wa uwazi, uwajibikaji na uhuru wa kutoa maoni bila hofu ya kusitishwa ama ya kutishwa au kuhukumiwa kisiasa. Na hili limeibua mjadala mpana kuhusu utendaji wa viongozi wa serikali za mikoa na wilaya, na wenyeji kadhaa wameanza kuona kuongezeka kwa utekelezaji wa maagizo ya kitaifa kuhusu uwajibikaji wa vyombo vya serikali. Ziara ya kazi ya waziri mkuu mkoani Tanga ilionyesha pia matatizo ya matumizi mabaya ya fedha za umma na ubadhirifu wa miradi ya maendeleo. Na katika mkutano wa viongozi wa mkoa, Daktari Nchemba alisisitiza kwamba watumishi wa serikali waliokutwa wakihusika katika ubadhirifu wa vifaa vya ujenzi wa ofisi za wilaya ya Muheza wafanye uchunguzi na hatua kali zichukuliwe. Hii inaonyesha msukumo mkubwa wa serikali kuu kukabiliana na tatizo la ufisadi wa mali ya umma, na ni jambo ambalo limekuwa changamoto kubwa ya kisiasa kwa miaka mingi. Kwa mfano, alibainisha kuwa nondo, marine boards na saruji ambazo zililipwa na hazikufika kwenye eneo la mradi, na ni jambo linalosemekana kusababisha hasara ya mamilioni ya shilingi za umma. Alisema pia kulikuwa na malipo yaliyofanyika bila mkataba wowote rasmi, na uchunguzi huu unaweka wazi jinsi rushwa na utovu wa nidhamu unavyoathiri huduma za msingi kwa wananchi, na pia unaibua maswali kuhusu uwajibikaji wa viongozi wa serikali za mitaa. Kiongozi mwenye msukumo kama Mwigulu amekuwa akihusishwa na siasa za kitaifa kwa muda mrefu, na yeye sio tu waziri mkuu bali ameshika nyadhifa mbalimbali serikalini, ikiwa ni pamoja na kuwa waziri wa fedha na waziri wa mambo ya ndani, sehemu ambazo zinahusiana moja kwa moja na usimamizi wa rasilimali na haki za raia.
Historia yake inaonyesha kuwa imekuwa akijihusisha na masuala ya serikali yanayolenga ustawi wa nchi nzima. Na katika ziara mbalimbali za serikali pamoja na ile ya Mbeya na mikoa nyingine, Daktari Nchemba amesisitiza kwamba hakuna haki inayopatikana kwa vurugu na kwamba amani ni msingi wa maendeleo ya taifa. Kauli hizi zinaelezea msimamo wake wa kisiasa kuhimiza utulivu na uwajibikaji ndani ya utawala. Na kauli zilizoibuliwa na waziri mkuu kuhusu kulinda wananchi wanaotoa malalamiko bila vitisho zinaonyesha njama ya kugawa nafasi kati ya utawala wa serikali na uhuru wa kiraia. Na hii ni maana kwamba serikali inapaswa kuwa kiungo kati ya mamlaka na wananchi badala ya kuwa chanzo cha vitisho. Hali inaongeza matarajio ya ukweli na uwajibikaji, ikibua dhana kwamba serikali inapaswa kusikiliza zaidi hoja za wananchi kuhusu migogoro ya ardhi, matumizi ya ardhi kwa uwekezaji na utunzaji wa rasilimali. Mjadala upi umechochea swali la nguvu za serikali kuu dhidi ya mamlaka za mitaa, hasa viongozi wa wilaya. Na katika baadhi ya kesi, viongozi wa wilaya wanaonekana kuwa na mamlaka kubwa ya kusimamia ardhi, miradi na pia kuwabugudhi wananchi kwa madai ya kukiuka taratibu. Kauli ya waziri mkuu imechukua msimamo mkali na kuweka watumishi wa serikali chini ya uwajibikaji mkali ili kuhakikisha haki ya mwananchi haivunjwi na vitisho vya kisiasa. Athari kwa uongozi katika mikoa ya wilaya. Hatua hizi zinaweza kuleta msukumo wa kisiasa kati ya mikoa na wilaya kwa sababu inampa nguvu wakazi na viongozi wa mitaa kuzungumza wazi kuhusu masuala ya ardhi, malimbikizo ya pesa na matumizi ya rasilimali bila uoga. Walakini hii pia inaweza kuleta mvutano kati ya mamlaka za mkoa na wilaya, hasa kama viongozi wa mikoa watakuwa wanajaribu kuzuia utawala wa vikao vya serikali kusikiliza malalamiko ya wananchi. Maeneo kama Muheza yanaonekana kuwa miongoni ya maeneo yaliyochukua uzito huu wa kisiasa zaidi kutokana na malalamiko yaliyopo kuhusu ukataji wa miti na ubadhirifu. Kwa upande mwingine, msimamo wa waziri mkuu unaonyesha mrengo wa serikali kuu kushughulikia changamoto za kawaida za wananchi ili kuendeleza imani ya umma katika taasisi za serikali. Kutumia misemo kama mtu akiongea sijione yuko matatani ni ishara ya serikali kutaka kufungua milango ya uwazi na majadiliano, na hii ni mbinu ya kisiasa inayoweza kubadilisha uhusiano kati ya serikali na wananchi wake kwa undani zaidi. Na katika historia ya Tanzania, CCM imekuwa chama tawala tangu mfumo wa vyama vingi ulipoanzishwa mwaka 1992, na masuala ya uwajibikaji wa viongozi kwa wananchi yamekuwa mstari wa mbele. Serikali za awali zilijikita zaidi katika sera za maendeleo ya kiuchumi, na wakati changamoto za uwajibikaji wa kisiasa na usalama haswa wa raia zikiendelea kuwa swala la mjadala. Hata hivyo, baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, tamaa ya umma kwa uwazi na uwajibikaji imekuwa ikizidi kuongezeka, na malalamiko kuhusu matokeo ya uchaguzi na mzozo wa kisiasa yameibua hoja kubwa kuhusu haki za raia, usalama wa taarifa na nafasi ya wananchi kushiriki siasa kwa uhuru. Mfumo wa CCM chini ya utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan umejitolea kupunguza chuki hizi, lakini changamoto bado zipo kutokana na ushindani wa kisiasa na matarajio ya Watanzania. Kauli ya waziri mkuu kuhusu kulinda wananchi wanaojitokeza kutoa kero inachukua nafasi muhimu katika historia ya siasa za ndani na kitaifa, hasa kwa sababu inaonyesha jitihada za serikali kuu kuhakikisha uwazi na usalama wa raia wanapotoa maono yao bila kuhofia madhara. Na hii ni hatua inayoonekana kama sehemu ya mageuzi ya kisiasa yanayolenga kuimarisha demokrasia nchini Tanzania. Na kwa sasa suala hili linajenga mwelekeo mpya wa siasa za ndani na taifa kwa ujumla, na linachukua uzito mkubwa kwa sababu linaonyesha mabadiliko ya kihistoria katika jinsi viongozi wanavyoshughulikia malalamiko ya wananchi
kuhusu ardhi, rasilimali na haki za msingi. Fedha ya umma, usalama wa wananchi na uwajibikaji wa mamlaka vimekuwa vichocheo vya mjadala wa kisiasa, na hatua ya waziri mkuu inaonyesha wazi kwamba serikali inataka kuwa na sera za uwazi, huduma kwa wananchi na usalama wa raia. Kesi hii inaonyesha wazi kwamba wale wanaotoa ukweli wanapewa nafasi zaidi ya kusikilizwa sasa kuliko hapo awali, na kwamba mamlaka za serikali ni lazima zizingatie haki za raia bila vitisho. Katika siasa za Tanzania, yaliyomo ya uwajibikaji na uwazi ni muhimu kwa uongozi bora, na hatua hii inaweza kuwa mapema ya mageuzi yanayotarajiwa katika siasa za ndani. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi na zidi kusubscribe kama njia ya kutupa support ili tuweze kukuisha channel hii.